Na Sheldon Asahulu na ripoti akiwa Vihiga kwamba wananchi wa eneo bunge la Luanda katika kaunti ya Vihiga wakiongozwa na mbunge wao Dick Maungu Jumatatu hii waliandana kushiriki maandamano hadi kituo cha polisi cha Luanda kulalamikia ongezeko la visa vya uhalifu na mauaji, wakikashifu vitengo vya usalama kwa kuzembea kazini na kutowajibika. Biashara katika soko la Luanda kwenye barabara kuu ya Kisumu kuelekea Busia zilisitishwa kwa muda kutokana na maandamano ya wananchi ya kulalamikia ongezeko la visa vya mauaji na uhalifu vinavyotekelezwa na magenge ya wahuni eneo bunge la Luanda. Lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu sela hata mmoja. Lakini swali yangu kwa askari, tangu lini sela ikakuwa bure? Mauaji ya kikatili ya Beverly Nafwande, mfanyabiashara wa duka la M-Pesa sokoni Luanda, na kupigwa risasi kwa mfanyabiashara Philip Seka nyumbani kwake eneo bunge hili ni baadhi ya visa vya hivi karibuni vilivyotekelezwa na majambazi wasiojulikana, huku waathiriwa wengine wakiendelea kuuguza majeraha kutoka kwa wahalifu. Sisi wamama ni kiumbe kidhaifu na tunashangaa vile tunauawa kwa bunduki. Upande wa biashara, hapo ndio sisi tunategemea. Wengi wetu hatujaajiriwa. Huyu kijana ambaye alikuwa amebeba huyu mfanyabiashara aliuliwa ni ndugu yangu kwa damu. Huyu kijana kuna hakika gani ya usalama hata kuja kutafuta na wale wauaji ambao mpaka sasa hatujui ni akina nani? Wakiwa wamebeba mabango yenye jumbe za kulalamikia kudorora kwa usalama, mbunge Dick Maungu na mwakilishi wa wadi ya Luanda mjini David Onjiri pamoja na wakazi walifululiza hadi kituo cha polisi cha Luanda kuwasilisha malalamishi yao kwa kamanda wa polisi Richard Siele. Sisi tunataka amani kwa wafanyabiashara wetu. Wafanyabiashara wetu wasifunge biashara za 12 kwenda nyumbani. Sisi hatuwezi ishi na uoga. Hatuwezi funga duka zetu mapema kwa sababu ya usalama. So we are saying that leo tuko tayari, kama askari hawatachukua jukumu tupatiwe nafasi tufanye kazi yetu. Patrol tutaiweka katika hali ya ukakamavu na kuhakikisha kwamba tunashirikiana na mwananchi, community policy, kwa sababu wale wahalifu wako ndani ya mwananchi. Wakazi na wafanyabiashara katika soko hili wanadai kuishi kwa hofu ya usalama wao, wakinyoshea kidole cha lawama asasi za usalama eneo bunge hilo kwa uzembe wa kuwajibika. Naweza chukua nyanya nifungie hapo, nikuja kesho yake nakuta nyanya imeshaibiwa. Hao askari kila siku wanatuhangaisha kwa soko. Tukifunga nyanya kwa makaratasi wanatushika. Mtu anakufikisha pale kwa kona anakuambia utoe 1,000. Na hiyo 1,000 utatoa wapi? Kwa hivyo bwana OCPD, nimekueleza leo hii kwamba sisi wananchi tumechoka na askari wako ambao kazi yao ni kuchukua hongo kwa wananchi na wapeani usalama. Sisi wananchi tumechoka na askari wako ambao kazi yao ni kuhangaisha wamama na vijana kwa vitu ndogo ndogo kama pombe na chang'aa. Nikiripotia runinga ya West TV kutoka soko la Luanda, kaunti ya Vihiga, naitwa Sheldon Asahulu.